Nchi ya Kenya inapoendeleza mikakati ya kukabiliana na virusi vya HIV hapa nchini. Jana tulimuona waziri wa afya nchini Aden Duale ambaye aliweza kuongoza hafla ya uzinduzi wa dawa mpya ya Lenacapavir. Lengo kuu kulingana na serikali kuu kupitia Wizara ya Afya ni kuhakikisha kwamba haya maambukizi ya virusi vya HIV yanakabiliwa vilivyo katika taifa letu la Kenya. Ni swala ambalo linaendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa wananchi pamoja na baadhi ya viongozi wa kidini hapa nchini. Lakini swali ambalo linasalia katika vinywa vya wananchi hapa nchini Kenya ni je, dawa hii mpya ya Lenacapavir itakuwa haueni kwa taifa la Kenya au hali itakuwa namna gani? Siku hizi vijana hawezi kaa bila kushiriki ngono. Kwa hivyo hiyo dawa naona itasaidia pakubwa, na serikali imefanya jambo nzuri kuleta hiyo dawa, manake siku hizi vijana wengi wameingia kwenye hizo njia ambazo ni njia za kushiriki ngono sana. Kwa hivyo unakuta kijana hawezi kaa kama wiki moja ama siku za kuhesabu bila kushiriki hiyo tendo. Hata huko makanisani ukijaribu tu kuwafundisha hao vijana kuepuka na hizo na hao mambo hawawezi, manake mili yao iko moto sana. Kuna wakati mtu anaweza kuwa anaenda hospitali, anabeba dawa kama dawa kwenye pakti. Sasa kila mahali akitembea anameza dawa, na kulingana na vile tumezoea sisi, huwa ukionekana na zile dawa unaonekana wewe ni mtu ambaye hata yule anakula dawa na ana virusi, wao unajiona kama ni mnyanyapaa. Lakini kwa sababu kuna sindano, tutakuwa tukifika pale ukidungwa wajua hakuna dawa unatumia sindano. Pia ni muhimu pia. Kimoni yangu mimi itasaidia. Yule mtu ambaye hana ndiye anafaa kuwa adungwe sindano. Juu hiyo itazuia. Juu huyu mwingine hata akijaribu namna gani ako nayo na anaweza sababisha kila mtu. Tunaweza fanya namna gani ndio hii kitu isienee sana. Kama niyo dawa, yule ambaye hana adungwe, huyu mwingine achanwe naye, aendelee na zile dawa zake za kumweka ile maisha ataishi. Mbeleni watu wengi, vijana wengi walikuwa wanaogopa hiyo virusi vingi. Lakini sasa hivi manake wagenjua dawa kama hizo zimekunja wataendelea. Lakini mbeleni walikuwa nasema hatuwezi fanya, manake hakuna kinga ama hakuna dawa yoyote, walikuwa naogopa. Kama vijana tunasema hiyo dawa haisaidii kama sisi vijana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatoleta magonjwa yoyote isipokuwa ndani yake ataleta na dawa. Kwa hiyo kuletwa dawa juu ya ugonjwa haimaanishi watu waache kujichunga kwa sababu wanajua dawa ziko. Ni kuwa ukiambiwa na madaktari wahusika wenye upande wa health, ukiambiwa usifanye jambo fulani, ukifanya ili jambo utapata magonjwa fulani, hata kama dawa zake ziko, lakini mawili, utajidhuru kiafya yako na utapoteza pesa zako kwa matibabu. Nalo shirika la NASCOP linasema kwamba hii dawa mpya ya Lenacapavir itasaidia kwa asilimia kubwa katika kukabiliana na virusi vya HIV hapa nchini Kenya. There is a screening that will be done, of course, in terms of risk assessment, but the most important thing, this is not a vaccine. This is a drug to prevent HIV. Naye waziri wa afya nchini Aden Duale amesema kwamba dawa hii mpya Lenacapavir itasaidia kwa asilimia kubwa katika kudhibiti maambukizi haya hapa nchini Kenya. What concerns us most is that a significant number of these new infections are among the young people under the age of 24. In this first phase, Lenacapavir will be offered free of charge to eligible individuals at selected public health facilities in priority counties. So no Kenyan should fear hidden cost or unsafe distribution. And we want citizens to report if there will be anybody, any health center, any healthcare worker who will charge them. Nikiripotia Coco FM kutoka hapa katikati mwa mji wa Kilifi, kaunti ya Kilifi, mimi ni Janet Mumbi. Coco FM, ladha ya Pwani.